Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa chama chetu Tanzania Bara, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama chetu Taifa, ndugu Mwalimu Ahmad Azizi, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Bara Innocent Siliwa, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Zanzibar, dada yangu Mtumwa Sadiki Faizi, Mheshimiwa Mwenyekiti wetu mstaafu Mzee Hamad Rashid Mohamed na mtiania wa ugombea wa urais serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, nimemuona kaka yangu Costa Kidonde. Karibu sana. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha Makini. Ni rafiki yangu kweli kweli, kwa sababu tumechagua kutofautiana siku 3. Yeye alikuja baada ya siku 3 kwa hiyo na yeye anakaribia kutimiza mwaka kama ambavyo mimi leo ninatimiza mwaka kwenye madaraka ya mwenyekiti. Mheshimiwa Jumbe, kabla sijaendelea, katikati hapa tunao viongozi wetu waliofariki. Kwa niombe tusimame kwa ajili ya kuombea. Mfano, mnaona leo hapa meza kuu tuna upungufu wa kiongozi mmoja. Makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar, Bi Fatuma Saleh, amefiwa na mume wake. Na hili tukimaliza mkutano huu, mimi nitakuwa na safari ya kwenda Zanzibar kwa ajili ya kwenda kuhani msiba wa mume wa makamu wetu mwenyekiti. Lakini pia tulikuwa na kiongozi wetu tulianzisha naye chama hiki, anaitwa Jumanne Magafu, na yeye alitangulia mbele ya haki na wengine wengi. Kwa maana hiyo, niombe tusimame dakika moja kuwaombea marehemu wetu. Wote wanaotambua uwepo wa Mwenyezi Mungu huwa wana huruma kwa watu wao. Na ndio maana ABC katiba yetu imetambua uwepo wa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Jumbe, sisi tumejitabanisha. Chama chetu kama ABC ni chama ambacho kina misingi yake na kinaifuata. Na misingi yetu ABC sio kutukanana na watu, sio kukejeli watu. Sisi tunazo hoja. Ndio misingi ya ABC. Na moja ya hoja hizo, na kwa sababu mkutano huu unakwenda kuwaleta leo wagombea urais upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na upande wa visiwani kumpata rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Jumbe, hawa viongozi leo kama Mwenyezi Mungu ikiwapendeza mkawachagua na mkawathibitisha kuwa ndio watapeperusha bendera yetu, tutawakabidhi ilani yetu ambayo leo hapa tutafanya uzinduzi wa hiyo ilani. Na katika ilani yetu imesheheni mambo mengi. Mojawapo, sisi tunasema kipaumbele cha kwanza katika maisha ya mwanadamu ni afya. Na hili alijifunza mzee wetu Hamad Rashid alipokuwa waziri wa afya pale Zanzibar. Baba yetu mzee Hamadi, sisi ABC tunasema afya kwanza, kwa sababu kama huna afya huwezi kwenda kufanya kazi yoyote, hata shuleni huwezi kwenda. Kwa kwanza ni afya. Huwezi kwenda kulima hauna afya njema, huwezi kwenda shuleni hauna afya njema, huwezi kwenda kufanya kazi kama hauna afya njema. Ndio maana sisi ABC hapa ilani iliyopita tulisema huduma za afya zitakuwa bure kuanzia mtu anapozaliwa mpaka anapokufa. Hiyo ndio sera yetu kubwa, tukiamini kwamba wananchi wetu wa Tanzania walio wengi uwezo wao wa kimaisha bado ni mdogo.
Wako watu tunapozungumza huku wajumbe wamelala kitandani na nyumbani mwao, hawana uwezo wa kwenda hospitali. Wako watu tunapozungumza hivi wako majumbani hata kuinuka hawezi, lakini wako kitandani na wengine wanakufa kwa kushindwa kuwa na gharama za matibabu. Hiyo ndio ilifanya sisi kama IEBC tutambue uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunapata huruma. Huwezi kuwa na huruma bila kumtambua Mwenyezi Mungu. Kwa sisi kwetu afya ni kipaumbele chetu. Yanakuja mambo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe, ni kwamba swala la elimu tulipa kipaumbele. Katika ilani yetu iliyopita pia, Mheshimiwa wajumbe, tulisema elimu itakuwa bure kuanzia chekechea mpaka mtu anamaliza chuo kikuu. Kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu tunaamini nchi yetu inayo rasilimali za kutosha ambazo hata nchi zingine hazina. Tukizisimamia vizuri sisi IEBC, tutawasomesha watu wetu bure na watapata matibabu bure. Hii ndio nchi pekee ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia kila aina ya rasilimali tunazo hapa Tanzania. Ukija kwenye upande wa madini, nchi inayo madini zaidi ya aina 1000. Tunashindaje kuwatibu bure? Hii nchi inayo gesi ya kutosha, Mheshimiwa wajumbe. Hii nchi inayo mafuta ardhini mpaka watu wayachimba. Na mafuta sasa yanakwenda kukosa soko kwa sababu magari ya umeme yameishaanza. Kwa rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia itakwenda kufa bure kwa sababu bado haijafanywa utaratibu wa kuanza kutumika. Sisi tunasema wagombea wetu watakaoshinda leo, watakaopeperusha bendera yetu na Irani, tunasema uchimbaji wa mafuta utakuwa ni kipaumbele ili wananchi hawa waweze kufaidika na ile rasilimali kabla ukomo wake wa kutumika haujafika. Dunia inapokwenda inabadilika. Leo tunaangana na mafuta, kesho tutakuwa na magari ya umeme ambayo tayari yako na hapa yanatumika. Lakini tunayo gesi. Sisi tuna ujazo mkubwa wa gesi barani Afrika. Lakini mpaka leo inaanza kuchimbwa kwa uchache sana, haijatumika kwa kutosha. Ndio maana unaona bado tunaangana na bei za mafuta kubwa wakati tuna gesi ambayo leo tungeadhimisha magari yote mfumo yakatumia gesi na tukiondokana na gharama za mafuta ambayo yanafanya usafiri uwe na gharama kubwa. Usafiri unapokuwa na gharama kubwa maana yake ni kwamba hata bidhaa zinapanda bei. Ndio maana tunalia na gesi iweze kutumika kwenye gari zote ili bidhaa pia ziweze kushuka, kwa sababu kama unatoa mzigo bandarini Dar es Salaam ukawa unapeleka Mwanza au unapeleka Kigoma au unapeleka Mtwara, kwa kutumia mafuta hiyo bidhaa lazima ipande bei. Lakini ukitumia gesi kwa gari ndogo unatoka Dar es Salaam mpaka Mwanza ikizidi sana ni gesi 60,000. Lakini kwa gari ndogo ambayo sisi tunazitumia ukitoka Dar es Salaam mpaka Mwanza unafuta 600 mpaka 7 kwa gari ndogo. Sasa imagine kutumia gesi shilingi 60,000 mpaka Mwanza au Kigoma au Mtwara na kutumia mafuta shilingi 600,000, ni kiasi gani cha pesa tunazipoteza ambazo tungeziingiza kwenye gesi na kuanzisha miradi hiyo mikubwa. Leo kila gari nchini zingekuwa tunatumia gesi na bidhaa zingekuwa bei. Ndugu wajumbe, Mwenyezi Mungu nchi ameipa mali. Kaipa kila aina ya mali. Mungu katupa mifugo. Leo tuna mifugo wa kutosha, lakini ngozi hazina sehemu ya kutengeneza kuweza kupata viatu. Hakuna. Miaka ya nyuma tulikuwa na kiwanda cha ngozi pale Mwanza kinaitwa Panaris. Kiwanda kile kilikuwa kinabeba zaidi ya wafanyakazi 6,000. Na kilikuwa kinazalisha ngozi na kutengeneza viatu. Kiwanda kile kimekufa na kiko mikononi mwa watu binafsi. Lakini sisi tunasema Mungu atatupa uwezo, viwanda vyote ambavyo viliuzwa vitarudi mikononi mwa serikali yetu ili tuweze kuwasaidia Tanzania. Watu wanakosa ajira, viwanda vipo vingine vimekaa, vingine havifanyi kazi. Leo ukienda kwenye kiwanda cha Matex mfano, kilikuwa kinazalisha pamba ya kutosha. Leo
kiwanda kile kimekufa hivi, kifo cha kimya. Tunakosa soko la pamba, na tulikuwa tuna viwanda vya kuzalisha nguo. Tulikuwa na Datex hapa, tulikuwa na Watex, tulikuwa na Intex, Msoma, na viwanda vingine vingi. Viwanda vyote hivyo vimekufa na bei ya pamba za. Kwa hiyo leo tutakuwa na viwanda vya nguo, vijana wetu wengi walikuwa na ajira na pamba ingepata soko, tusingekuwa na shida ya soko la pamba. Kwa hiyo tunarudia kusema kwamba sisi kama NDC tunajikita kwenye hoja, na hoja tunazo, hatuwafanye watu tushindane nao kwa hoja. Kama mnavyojua nchi yetu, Mwenyezi Mungu amelipa wafanyabiashara wadogo. Ukienda kwenye masoko yetu, kuna wakina mama wanaitwa mama ntilie, na wako vijana wanaitwa mama chinga. Hawa wote ni Watanzania baada ya kukosa ajira za viwandani, na kukosa ajira serikalini, na kukosa ajira kwenye mashirika mbalimbali, wameamua kujiongeza, wanafanya biashara na barabarani kwenye miji yetu. Vijana hawa sio kwamba hawapendi kufanya biashara mahala pazuri, hawana mitaji, ndio maana wanatandika biashara zao chini, lakini bado mateso wanayopata ni makubwa. Sisi tunasema Mungu atusaidie kushika nchi hii. Kwanza mawazo yetu ni kujenga machinga complex katikati ya miji. Dar es Salaam hapa hatuposhi kwenda nje, tuko na nyumba za msaidizi pale Kariakoo. Tutavunja nyumba hata 10 tujenge machinga complex kubwa. Ile ya pale pembeni wapo Karume, ile watu hawaendi kwa sababu imeweka mahala sio penyewe. Mamachinga wanataka biashara yao katikati ya watu. Mimi mnawapeleka pembeni, ndio maana soko ile la Karume mpaka leo vibanda vimefungwa, hakuna wanaofanya biashara pale, wako wachache. Tutawaweka katikati ya miji kwa sababu uwezo wa kujenga majengo na machinga complex upo na serikali yetu ina mali, na hizo mali zitawasaidia Watanzania. Kwa hiyo tunasema mama ntilie, machinga, popote fanya biashara, sababu nchi ni ya kwenu. Kwa hiyo tukiulizana na migambo, hawa migambo wameathiri maisha ya watu sana. Sasa wale wa machinga pale wanapokuwa, mara nyingi sana wamekopa hela. Unakwenda unaharibu bidhaa yake, unaharibu chakula cha mama lishe, mwisho wa siku mama lishe anashindwa kuhudumia familia yake. Na ndio unaona wasema hapa, mama lishe yule lazima sasa anamtaji wa shilingi 6,000 anauza mandazi, anamtaji wa shilingi 2,000 anauza karanga. Imagine vile mtu kwenye mtaji wa shilingi 6,000 na shilingi 5,000 ana watoto nyumbani, awasomeshe, awavishe, awalishe, awasomeshe, wakiugua wapeleke hospitali, akutana na porofali wanataka shilingi 100,000. Ndio maana tunalia haya mambo. Uwezo wa kuiongoza hii nchi tunao, uwezo wa kusaidia hii nchi tunao. Mungu anatupa akili, Mungu anatupa uwezo, tutaisimamia nchi watu wakituzamini. Mheshimiwa, wako vijana wanaendesha bodaboda na bajaji. Kama mnakumbuka, leo nilikuwa kwenye mtandao, ukiangalia bei ya bajaji hizi ya kubeba abiria, inabeba watu 3 na dereva 4, zinauzwa kwa mtandao haizidi shilingi milioni 3 au 4. Mnaelewa vizuri? Lakini bajaji hiyo kiingia Tanzania mpaka na kodi yake inauza milioni 12. Tutaunuaje hii maskini? Tutaunuaje vijana wetu? Bajaji ya shilingi milioni 4 inapelekwa kwenye kodi mpaka shilingi milioni 12. Hatuwezi kuwanyanyasa wananchi kiasi hiki na kuwaumiza na wakashindwa kujitoa kwenye maisha yao ili waweze kuwasomesha watoto wao. Sisi tukishika nchi, bajaji zote kwa tutaondoa. Sababu sio kitu kinaweza kutusaidia sisi kama nchi. Tunaona ndugu zangu, kuna waendesha pikipiki. Pikipiki ukiweza kununua nje mpaka unaifikisha Tanzania kabla ya kodi haizidi shilingi milioni 1.1. Lakini kwa sasa pikipiki hizi ambazo vijana wengi wamejiajiri zinauzwa shilingi mpaka milioni 3.5. Sasa mlipita vijana, sababu ile kitu yangu ni bodaboda. Inauzaje? Milioni 3.5. Mlipita wangu vijana ni bodaboda. Hizi fikiria kitu cha milioni 1
au shilingi 800 kinapigwa kodi mpaka kinakwenda kinafika shilingi 3,500. Hatuwezi kufanya hivyo. Hivi vitu vidogo vidogo vyote tutaondoa ushuru ili watu waweze kujiinua kwenye maisha yao. Nchi inayo mali tunakimbizana vitu vidogo vidogo. Watu migodini huko wako wanakwepa kodi kweli. Watu migodini huko wanapiga maisha kweli. Ndio maana migodini mtu anapata mshahara mpaka hata hawezi kujua ifanywe nini hiyo hela. Lakini wanafaidika wachache. Tunataka keki ya taifa, wananchi wote wafaidike. Ndugu zangu, magari leo tunagusa kila eneo la nchi hii. Ndio fact. Tunagusa kila mahala pa nchi. Nilikuwa naangalia kwenye mtandao leo. ISP inakwenda leo 3,500. Naomba tupige hesabu mara 2,500 kwa sasa au 2,700. Pigeni hesabu muone ni shilingi ngapi, mnaambie, afu muongee na wizara hapa. Pigeni hesabu. Afu mnaambie kabla sijaendelea. Ndio muone ABC na hoja za kwenda kuwasaidia Tanzania. Kazi yetu sisi ni hoja. Hatugombani na mtu, hatumtukani mtu, aje tumsaidie. Tunaona sisi tungeshika nchi, tungefanya hivi. Na Watanzania hawa wasingekuwa maskini. Wote tungekuwa matajiri. Inaleta shilingi ngapi? Milioni ngapi? Milioni 9,100,000. ISP kwa sasa inauza shilingi milioni 17 zile juzi. Kwa nini? Yaani nchi hii mtu kumiliki gari ni anasa, wakati ni jambo la kawaida kabisa. Sisi tunataka kila mwenye uwezo kumiliki gari akinunua kwa shilingi hela hiyo, basi hiyo gari ushuru wake uwe kidogo. Mimi nitawapa mfano. Ukienda kwa wenzetu Zambia hapa, mafuta unakuta wako bei chini, Tanzania bei. Mshajiuliza? Na Wazambia mafuta yao yanapitia bandari yetu ya Dar es Salaam, lakini wanayasafirisha kilomita karibia 2,000 mpaka Zambia. Yanafika Zambia bei inakuwa chini. Yale ya kwetu ambayo sisi wenyewe ndio tumeyaleta hapa yanakuwa na bei kubwa. Watanzania lazima tuamke, tuweze kusoma pamoja, watu wa elimu ya ABC, kwa sababu wao uwezo wa kuwasaidia Tanzania. Na wakati tunaona na kodi za mafuta hizo, tunao mafuta ardhini hawataki kuyachimba. Kuna mahali pale Zanzibar mafuta yanasikia na nyumba. Mtu anaona pale kijiji. Ukienda Sateni Zanzibar mpaka mafuta yananukia baharini, alafu yakuchimbi. Tunaumiza wananchi. Haiwezekani. Lazima rasilimali za hii nchi ziwasaidie Tanzania. Ndugu zangu, nasema haya kutaka kuonyesha wenzetu chama hiki ni chama kikubwa na kinaweza kuongoza nchi. Sio chama kinachotekeleza hoja. Mnaona hapa tumeandika hoja. Sina karatasi niliandika, niko na uhubia. Ndugu zangu, kwa sababu leo mkutano huu ni mkutano maalum, na tunataka tuchukue muda mfupi watu wabaki wanasherehekea. Na mwenyekiti wenu leo kama mtafurahi sana, nawezekana tena mkalala Dar es Salaam. Toka mmetukabidhi hiki chama, ilikuwa mwaka jana tarehe 5 ya leo, kuna hatua tumepiga. Tumepata wenyeviti wa vijiji, tumepata wajumbe, sio jambo. Sasa tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Kama Mbwai na iye Mbwai kwenye uchaguzi mwingine. Kwa sababu wanasema ngoma ingie icheze ndio utajua. Ngoma ingie icheze ndio utajua. Ni kweli. Uchaguzi wa serikali za mitaa unaanza na majeraha. Kweli. Narudia, ni kweli uchaguzi wa serikali za mitaa tuacha, lakini hatuwezi kususia. CCM kirususia anachukua kila kitu. Ni bora tuende nayo ulingoni, jamii ya kimataifa ione kweli hawa mabwana wanawazulumu hawa. Na wananchi wanayo haki ya kupiga. Wananchi ndio wanajua wanamtaka nani. Sasa mimi nipitie mkutano huu kuiomba serikali yaliyopita kwa serikali za mitaa, tuwaombe yasijirudia. Ndio maana sisi tumeingia kwenye nini
tuna imani kwamba yeye aliyopita kwa sababu wamejifunza na wao ni binadamu. Na sisi tunakwenda kwa sababu wanajua tumeangalia na tumeyaona. Sio kama tunakwenda ukiwa wajinga. Tunaenda tukiwa tuna akili, tunayakumbuka, sio kama tumefanyaje? Tumeyasahau. Tunawaomba wenzetu tuende kwenye uchaguzi wa huru na haki ili dunia ione kweli nchi hii ina uchaguzi wa kweli na haki. Ndugu zangu, nataka niwaeleze leo ni siku yetu ya kutimiza mwaka. Makamu wangu hapa alikuwa anaambia kuna keki ya birthday yetu. Leo sisi tuna fulani, maana nasema ngoja tuone mpaka mwisho kama mnaweza kulala tena. Tunataka mtoke na furaha, tunakwenda kwenye uchaguzi. Msiende mkiwa na majonzi, nendeni mkiwa mnafurahia. Hiyo kitu wenu wanawapenda sana. Kwa sasa naipa taarifa nchi hii, hiki ndio chama chenye hoja na ndio chama kikubwa kuliko chama chochote kwa sasa. Kwa sababu ndio chama chenye hoja, kitukani mtu kina hoja. Anaelishana na hoja zetu, aje na hoja yake. Pole mezani, tukubaliane, hii sio hoja, hii ni hoja. Hii kazi yetu sisi. Tunataka kuambia Watanzania wote wenyewe kugombea wajiunge na chama cha APC. Wanaotaka udiwani, wanaotaka ubunge, hatutofunga dirisha mpaka siku ya mwisho ya kuchukua fomu ya serikali. Na wakina mama tumewapa nafasi kubwa. Asilimia karibia 80 ya mama wanachukua fomu za ubunge. Na Zanzibar tumeshakamilisha sehemu majimbo yote ya ubunge. Kote tunakwenda kupambana na ndugu zetu wafikiri tunakwenda kulala. Na nawaahidi Mungu akipenda ile chama kitakuwa chama kikubwa cha upinzani huo unaokuja. Hakuna chama kingine. Sio chama chenye bla bla, ni chama chenye uwezo wa kusema na kuibua hoja. Nataka leo niwaambie jamani. Unajua Tanzania wengi wanafikiri kila mtu mwanasiasa ni kiongozi. Hapana. Uongozi unatoka kwa Mwenyezi. Kama hajakupa kipaji, hata hapa mtu amekuwa na makaratasi yamejaa hivi, lakini hotuba haitoki. Kwa uongozi unatoka kwa Mungu. Kama una kipaji cha uongozi, utajilazimisha na utaharibu. Kwa hiyo sisi ADC tunazo vipaji kuanzia kwa mzee wetu Hamad Rashid Mohamed pale. Kuna kwa viongozi wenzangu hapa. Chama hiki Mungu amekipa viongozi wenye uwezo mkubwa, amewaleta hapa. Leo mwenyekiti wangu mstaafu, tunaona ubunge imekuwa biashara. Wafanya biashara wote nchi hii wamekimbilia kwenda kugombea ubunge. Ni nani atakusema kweli kama wafanya biashara wote wanaingia kwenye ubunge? Mwisho wa siku tutajaza bunge ambalo litakwenda kukopesha kodi. Sasa mfanya biashara siku zote anaangalia maslahi yake. Leo kila tajiri anakimbilia kwenye bunge. Ndio maana mnaweza kuwa mnaishi maisha magumu, hamwezi kutibiwa bure, kwa sababu hakuna tajiri anajua shida za maskini. Hakuna tajiri anajua hilo. Matajiri wengi wanajua maisha yao na mali zao na watoto wao. Ndio maana unaona watoto wao wasome kwenye shule zetu, wala hawaendi kwenye hospitali zetu. Wakiumwa wanakwenda Ulaya na shule wanasoma Ulaya. Hapa kwetu hawasomi kwa sababu ni matajiri. Nani atawapigania nyinyi maskini kama mtakwenda kuweka matajiri? Tunakwenda kuidumbukiza nchi kwenye shimo baya na wakota kodi kama wafanyabiashara wote wakimbilia kwenye ubunge. Tunakwenda kuidumbukiza nchi babaya. Niwaombe wafanyabiashara, fanyeni kazi zenu. Waacheni watu maskini na watu waliokuwa na uwezo wa kuongoza nchi waongoze nchi. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu viongozi wote mtume ametoka kwenye familia maskini. Mtume Muhammad kwenye familia maskini, Yesu alizaliwa kwenye sisi, ni kwa sababu alijua bali kuna viongozi na sio utajiri wao. Kwa hiyo kwa matajiri ni kwa sababu hawana huruma. Tuendeni na tuiambie nchi, wale matajiri wanaokwenda kugombea leo wanaokimbilia kwenye vyama, sio kwamba wanakwenda kuwasaidia. Ndio maana wanaweza kutumia mabilioni ya fedha kwenye kura za maoni, mabilioni ya fedha kugombea, uulizeni na ulimishaji wa fedha, na juzi ilikuwa bungeni wanaomba walipo kwa dola. Ninyi hamna uhakika wa kura, wao wanawaza kulipo kwa dola, wanawaza wao na wake zao wapite VIP, wanawaza
wanawaza kupigiwa saruti, wanawaza mambo makubwa makubwa, hawana habari ya kuwaza mambo ya wananchi. Haiwezekani. Tunaomba maskini wenzetu, njooni ABC, twende tukaikomboe nchi yetu kifika. Hiki chama kinakwenda kutoa nuru mpya, kinakwenda kutengeneza nchi mpya, tunakwenda kutengeneza agano jipya na Watanzania waweze kufaulu nchi yao na mali zao ambazo Mwenyezi Mungu amewajalia. Ndugu zangu, ninayo mambo mengi na hii nchi ina mambo mengi, lakini niguse kidogo swala la utekaji. Swala la utekaji kwa sababu ni swala baya. Anaweza kuchukua uhai wake na Mwenyezi Mungu na si mwanadamu mwingine. Na naomba niwaambie, hata wanaowateka watu, kama mngekuwa mnawafahamu, na hisi wanaishi maisha magumu sana, sababu damu ya mtu haiwezi kumwacha mtu salama. Damu ya mtu haiwezi kumwacha mtu. Fikiria mtu anapanga kwenda kumuua mwenzake, anapanga kwenda kumteka mwenzake. Huyo mtu unafikiria akili yake. Tatizo nini tumefikishwa hapo? Ni kwa sababu tunao watu hawana Mwenyezi Mungu kichwani. Maana katiba yetu imeanza na kumwamini Mwenyezi Mungu na uwepo wake. Ndio mstari wa kwanza katiba yetu. Tunaomba watu wote wenye huruma na watu waje ABC, wenye huruma na watu. Kwa hiyo kama ABC tunalaani sana utekaji. Ni kitu tukubaliki, ni kitu cha fedheha sana. Inawezekana ndio maana Mwenyezi Mungu wakati atupi mvua. Inawezekana. Sasa tumekuwa tunaona sisi kwa sisi, tunatekana, teka watoto, teka watu maarufu, teka wanasiasa. Sasa kama unataka kitu dini ya kama hiki, kikifa utapata watu waone usaidie nchi yende. Mnapopata vitu vizuri kama hivi, vichukueni viwasaidie. Tutaisaidia nchi yetu. Kwa hiyo sisi utekaji, kwa sababu tujue anaiteka nani, wanawapeleka wapi, tunaomba kusema utekaji ni jambo la hovyo, ni jambo baya, ni jambo la kufedhehesha nchi yetu. Lakini juzi mnasikia Mheshimiwa Rais amekemea utekaji kwa bunge, naungana naye kwamba utekaji haukubaliki. Kwa sababu siku ile bungeni ilikuwa na Sharihadi. Na ndio siku ndio mwalika pale tukutana bungeni juzi, nikamwalika kuja kwenye mkutano wetu hapa. Sheikh, nakushukuru sana. Naomba niseme ni miongoni mwa mashehe bora kwangu. Sababu mimi tu mtu mdogo hivi na kwenda kumwalika shehe mkubwa kama Rihadi, na leo amekuja na wasaidizi wake. Ni Mwenyezi Mungu ametupa baraka kwa. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama. Haiwezi kuondoshwa na watu wachache. Sisi tunajua na amani, 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 amani. Baada ya kusema hayo, niombe sasa kusoma ile keki yetu tusogee hapa, tuweze kuikata, tupige birthday yetu, mwisho niendelee na mambo. Naomba Mheshimiwa Makamu keki yetu tusogee hapa.